Tuna watu wengi ambao wanatengeza vitu vizuri sana. Hata kwenye maonyesho hapa nadhani mnaweza kuwa mmeona. Lakini wengi wao hawajui namna ya kufikia kwenye masoko makubwa ama masoko ya nje. Jinsi ya kupandisha viwango vyao waweze kupata zile export standards na permit. Kwa tuna wataalamu ambao wamethibitishwa katika viwango hivyo vya ISO ambao wanaweza kuwasaidia na wakapata hizo certification. Mimi binafsi nimesaidia kadhaa kwa sababu nimepata hiyo certification pia ya ISO. Lakini katika hawa watu 900 niliowataja kuna wengi sana ambao wanaweza kuwasaidia. Lakini pia kufahamu tu namna ya kupackage ama kufanya ile kuweka label, kuweka nembo kwenye chakula ili aweze kuuza na kuifikisha jamii. Tuna haja ya kuwa na vipimo maalum vya haya mazao ili tuweze kujua hata mlaji atapata nini akila kitu gani. Sasa kutokana na hilo lazima kwanza yule mlaji naye ajue kwamba ana huo uhitaji wa kupata hiyo elimu. Na hiyo elimu daraja ni uandishi wa habari. Media ina nafasi kubwa sana. Sasa hivi kuna upotoshaji wa hali ya juu sana. Mtu tu anazungumza, anarusha clip huko, kila hiki itakuwa hivi, kila hiki itakuwa hivi. Sasa media inaweza kuwa na nafasi nzuri ya kujenga, lakini pia inaweza kuwa na nafasi nzuri ya kubomoa. Kwa hiyo ombi langu mimi kwenu nyinyi waandishi wa habari ni kwamba mtumie wataalamu kabla ya kufikisha ujumbe kwa jamii. Hawa wadau wetu wa usalama wa chakula ni watu muhimu sana katika kuona kwamba kile kinachozalishwa kuanzia shambani mpaka kinapomfikia mlaji mezani kinakidhi viwango vile ambavyo ni kwa ajili ya afya ya mlaji, lakini pia kwa ajili ya virutubisho ndani ya mwili wa mlaji. Na katika serikali, kwa mfano sasa hivi sisi Wizara ya Kilimo tuna mpango kabambe wa Agriculture Master Plan wa miaka 25 kuanzia 2025 mpaka 2050 ambao umeendana kabisa sambamba na dira yetu ya maendeleo ya taifa 2050. Mpango huo umeainisha kabisa mazao ya kipaumbele, lakini hayo mazao ya kipaumbele yamewekewa namna ya kutekeleza vile viwango vya uzalishaji kuanzia shambani mpaka mezani kwa mlaji. Tunaenda kuzindua kwenye mkutano mkuu huu mpango mkakati wa miaka 5, tunaita strategic plan, ambao ndani yake inabeba agenda mahususi zenye kwenda kutatua changamoto ambazo tumekuwa tukiziona, na ambayo kubwa tulikuwa tunajaribu kuangalia namna ambavyo dira ya taifa ya miaka 25 ijayo ilivyotoa matamko kuhusu masuala ya usalama wa chakula. Sasa kama chama tumekuja na mpango mkakati wa utekelezaji ambao tunaanza na hii miaka 5 ya awali kwenda kuadresi changamoto ambazo zimetajwa kwenye dira ya taifa. Lakini pia tunaenda kuongeza ushiriki wa wataalamu kwenye viwanda vinavyozalisha chakula, lakini pia na maeneo yote ya uzalishaji na mnyororo wote wa chakula, ili kuona namna ambavyo wataalamu wanaweza kaweka mchango wa kitaalamu kwenye kuboresha hali ya usalama wa chakula, lakini pia kuongeza uelewa kwa jamii juu ya masuala ya chakula na matumizi ya chakula.